lakini bado kuna hizi changamoto kwamba uko ndani ya Kristo, lakini Kristo hayuko ndani yako. Maana Kristo anapokuwa ndani yako ni nuru. Maana anasema kwamba in the book of John chapter 12 verse 48, yenye nilikuwa nimeka kwa bana kwamba I am coming to the world as light, that he that believeth in me should not remain in darkness. Nimekuja kama nuru ya dunia, kwamba yule atakayeniamini hatabaki kwa giza. Are we together? So ni vitu zipi ama ni vitu gani ambazo tunasikia? That's why wengi walioko makanisani bado nuru haijaingia ndani yao. So tusiseme kwamba kanisani ndio kuna watu wenye wamejawa na nuru. Maana watu wengi wanakuwa disappointed wanapokuja kanisani. Are we together? Maana si kila mmoja ambaye amekaa kanisani amekombolewa. Si kila mmoja anayeliita jina la Yesu kwamba namjua Yesu ni nani. No. So unaenda kanisani ili upate msaada, lakini unapofika pale kanisani unapata kudhoofishwa zaidi. So unatoka pale kama uko broken, kama you are more broken, more depressed, more separated. No. Na unasema kwamba basi afadhali dunia zaidi. Si ndio? But si wote ambao wako hivyo, kama vile kama sokoni kuna watu wa aina wengi. Kuna wendawazimu, kuna wafanyabiashara, kuna watu maprofesa pale. Unaona? Kila mmoja ametofautiana na mwenzake. So ndivyo ilivyo pia makanisani. Kuna wale wenye bado wako kwa nuru, na kuna wale wenye wako kwa process ya kutolewa kwa nuru, kutolewa kwa giza, kuletwa kwa nuru, na kuna wale wenye bado wako kwa giza lakini wanaonekana pale. Sasa katika hizi kategoria ya watu tatu, wale wenye bado wako kwa giza, wale wenye wako kwa process ya kutoka kwa giza kuingia kwa nuru, na wale wenye wako kwa nuru tayari, wewe uko wapi? Maana tayari tuko kanisa hapo.